Sasa waheshimiwa bunge, kura zimepigwa, matokeo tayari. Namkaribisha msimamizi mkuu wa uchaguzi afuate hatua inayokuja. Mheshimiwa Katibu. Waheshimiwa wabunge, naomba kutoa taarifa ya kukamilika kwa zoezi la uchaguzi wa wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki, na kwa kuzingatia matakwa ya fasiri ya 14A na B ya nyongeza 3 ya kanuni za kudumu za Bunge, msimamizi wa uchaguzi amepewa wajibu ufuatao. Kwanza ni kujulisha Bunge kuhusu matokeo ya uchaguzi kwa kutaja kura zilizopigwa kwa kila mgombea. Lakini pili, kutangaza washindi, na fasiri ya 14B inasema aliyeshinda ndiye aliyepata kura nyingi katika kura zilizopigwa. Sasa waheshimiwa wabunge, katika uchaguzi uliokamilika hivi punde, matokeo ya uchaguzi ni kama ifuatavyo. Idadi ya wabunge kikatiba ni 404. Idadi ya wabunge waliopo kwa sasa ni 401. Idadi ya wabunge waliopiga kura ni 293. Idadi ya kura zilizoharibika hakuna. Kundi A, kundi la wanawake, mgombea alikuwa ni ndugu Fatuma Abdalla Kange. Idadi ya kura za ndio 223. Kura za hapana 70. Kwa hiyo naomba kutumia fursa hii kuwatangazia kuwa ndugu Fatuma Abdalla Kange amechaguliwa kuwa mbunge wa Bunge la Afrika Mashariki kwa kupata kura 223 sawa na 76.1. Kundi D, wagombea wa Tanzania Bara. Wagombea alikuwa ndugu Kosato David Chumi na ndugu Kambarage Masato Wasira. Nikianza ndugu Kosato David Chumi, idadi ya kura za ndio 289. Kura za hapana 4. Hivyo napenda kumtangaza ndugu Kosato Chumi kama mshindi wa kiti cha ubunge Afrika Mashariki kwa idadi ya kura 98.6%. Ndugu Kambarage Masato Wasira, kura za ndio 284, hapana 9. Hivyo ndugu Kambarage ameshinda nafasi ya ubunge wa Afrika Mashariki kwa idadi ya 96.9. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Asante sana msimamizi wa uchaguzi. Matokeo rasmi ndio hayo. Wabunge wetu wachaguliwa kuingia kwenye Bunge la Afrika Mashariki ni ndugu Fatuma Abdalla Kange, ndugu Kosata David Chumi na ndugu Kambarage Masato Wasira. Hili sasa ndio tangazo rasmi na ni taarifa rasmi ya bunge kwenda kwenye Hansard, na hawa sasa ndio wakilishi wetu kwenye bunge hili la Afrika Mashariki. Sasa kabla sijawaita wagombea kuja kushukuru waheshimiwa wetu hawa, maana mwanzo tuwatambulisha kama ndugu, sasa ni waheshimiwa wabunge wa bunge letu kutuwakilisha kwenye bunge la Afrika Mashariki. Namwita ndugu Fatuma Abdalla Kange, ndugu Kusata David Chumi na ndugu Kambarage Masato Wasira, wote kwa pamoja waingie ndani.
Mheshimiwa Fatma Abdalla Kange, karibu, hongera sana. Mheshimiwa Chumi, karibu, hongera sana. Na Mheshimiwa Wasira, karibu, hongereni sana. Sasa kama mna mawili matatu kutoka shukurani, karibuni. Kwa lugha ya Kifaransa. Karibu Ifat. Tumia hata Kiswahili. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kazi na utu. Kwa unyenyekevu na kwa heshima kubwa, ninashukuru Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniteua kwangu kwenda kushiriki katika Bunge la East Africa kwa uwakilishi wa wanawake Tanzania bara. Nafanya kazi na wajasiriamali. Maisha yangu yote, 60% ya maisha yangu nimetumia kwa wajasiriamali wa Tanzania. Najua kilio chao. Nikitokea katika taasisi tanzu kabisa leo nifundisha kuhusu SME development, taasisi tanzu ya SIDO. Ikanipa spirit ya kuwa na nguvu katika kuiangalia sekta ndogo ya wajasiriamali nchini kwa jicho tofauti kabisa. Nikiwa wajasiriamali wa Tanzania kupata mwakilishi ambaye anaongea lugha yao katika bunge hili. Kwa heshima hiyo, kwa niaba ya wajasiriamali nawashukuru sana. Mengi tutayatekeleza. Kilio chetu ilikuwa ni taarifa. Mimi nitakuwa mshusha taarifa na wananijua kwa makongamano yanakuja. Namshukuru Mama Samia kwa jicho lake kubwa la kuweza kutafuta watu ambao tunafanya kazi kwenye masoko na wajasiriamali. Mimi naishukuru bunge hili na asanteni sana. Kazi na iendelee. Mheshimiwa Chumi. Asante sana Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge. Nawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Nashukuru sana chama changu chini ya mwenyekiti wa chama na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kunithibitisha kupitia vikao mbalimbali mpaka leo hii kufikia katika jengo lenu tukufu. Ninawashukuru sana. Ni imani kubwa ambayo Chama cha Mapinduzi, serikali na bunge hili limeonyesha kwangu. Kwa hiyo nimepewa imani nami wajibu wangu kuwalipa imani. Kwa uzoefu wangu kama mtumishi wa serikali na baadaye kiongozi wa kisiasa, nitatumia uzoefu huo kuendelea kuifanya Tanzania kuwa sauti imara ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kuendelea kufanya Jumuiya ya Afrika Mashariki iendelee kufahamika miongoni mwa Watanzania, waweze kujua fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kutokana na kwamba sisi Tanzania tuko sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakati wa uchaguzi huu nimejifunza ambavyo baadhi ya wananchi wetu hawako aware sana kuhusu jumuiya. Wengine hata walikuwa wananiuliza na sisi tutapiga kura. Kwa hiyo ni wajibu wangu pia kuwaelimisha wananchi wetu kujua, kuendelea kuifahamu jumuiya, lakini kikubwa fursa mbalimbali za kibiashara na kiuwekezaji ndani ya eneo letu la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Narudia tena, Mwenyezi Mungu awabariki sana, muendelee kutuongoza, kutusimamia ili tukatekeleze haya ambayo leo tumeyazungumza humu ndani kwa ufanisi kwa manufaa ya taifa letu. Asanteni sana. Mheshimiwa Kambarage. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika na ndugu zangu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipekee naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana. Tumefanya kampeni, tumejieleza, wengi mmenishauri namna ya kufanya. Nimeona kama wabunge mmekuwa ndugu zangu na nimeamini kwamba naweza nikawa mbunge bora wa Afrika Mashariki. Mimi nilikuwa nafanya biashara, kwa ninaelewa changamoto za private sector head on, kwamba hizi ndio changamoto. Najua kuna fursa ambazo zipo ndani ya Afrika Mashariki. Mimi naomba niende kuwa kama kinara. Mimi niwe mwakilishi mzuri, ninavyoenda huko kuwakilisha nchi, niwe sauti ya Tanzania Afrika Mashariki, lakini pia niwe narudi kwenu kupata feedback na kushirikiana namna nzuri tunaweza sisi kuweza kuijenga hii jumuiya. Taifa la Tanzania ni taifa la pili kwa uchumi katika Afrika Mashariki. Potentially tunaweza tukaongoza. Namna pekee ni pale ambapo unaamua kufanya kazi na watu kwa pamoja. Kwa Mheshimiwa Spika, mimi nakushukuru kwa kunipa nafasi hii, kwa kuomba kura na kupewa nafasi na ridhaa. Tuko pamoja na asanteni sana. Sasa waheshimiwa, nashukuru sana. Mnaweza sasa mkaendelea na shughuli zingine. Sergeant of Arms, njoo watoe. Subiri kwanza Sergeant. Waheshimiwa wabunge,
Kuna migogoro mingi sana ndani ya jumuiya hii. Kuna nchi bado zinagombana wenyewe kwa wenyewe. Nendeni mkasimamie maslahi mapana ya umoja wa jumuiya. Endeni mkasimamie shughuli za biashara. Umoja wetu huu una GDP ya bilioni 440. Tukishikamana zaidi, GDP itakwenda juu na wananchi wetu watanufaika. Niombe sana mkisimamie amani, mkisimamie uchumi, biashara katika mipaka yetu. Niombe sana. Asanteni sana na Mungu awape kila la heri.